waliko ng'ombe na ndio waliko mbuzi. Mbuzi wanashinda shambani mwangu, wanalala shambani mwangu, ng'ombe kila ninachokilima wanakula wadudu. Kwa hiyo shamba yangu yote yashageuka misitu. Wafugaji ukiwaambia, ukikutana nao mle ndani ya shamba, ukiwaambia nakwambia hadi mkubwa tutakuua. Sasa mimi jamani, kila tukija hapa kwenye mkutano tunaambiwa ng'ombe wataondoka, ng'ombe hawaondoki. Waliondoka kidogo, wamerudishwa wote, wako hapo hapo. Sisi tunateseka. Wanatuletea ng'ombe mpaka majumbani, ndugu zangu. Yeye mnasema ng'ombe wamepunguzwa, ng'ombe wameondoka. Hakuna hata ng'ombe aliyopunguzwa wala aliondoka, wala wakusema wanakuja kufuata kupakia ng'ombe kwenda kuuza mnadani. Hakuna. Ng'ombe wanaenda wanarudi hapo. Sisi tunateseka. Kwa taarifa yenu, hatuna tunachokila. Ndio maana hapa leo mnaona watu wadogo. Tunakuja kusikiliza nini? Kwa sababu kila tukija tunaongopewa, tunaondoka. Tunaongopewa, tunaondoka, tumechoka. Wanakaa wale kwa kutegemea watu wanawaweka. Sio kweli kusema wale washindwe kuondolewa. Wanashindwaje? Wakubwa wote wa nchi washindwe kuondoa ng'ombe wa Masai wale pale. Mbona huko walikotoka wameondoka, washindwe kuondoka hapa? Kwa sababu wale wamezaliwa hapa, imekuwaje? Sio wazao hapa, tunateseka. Wale ndio wananenepa. Na kuna watu wananenepa kwa ajili ya wale. Sisi tunateseka. Maana yake ni sisi tunateseka. Mashamba yetu yote yamegeuka misitu, tunalala na njaa, tunashinda na njaa. Hivyo makamu yangu mimi kila siku nitapata hela kwenda kununua chakula, naipata kwa njia gani? Mimi nilikuwa nategemea kilimo. Kilimo ndio kishaletwa ng'ombe, hakuna hata kitu tunachokipata. Ng'ombe naletewa mpaka ndani. Tukisema hapa tunaonekana sio waongo. Siku namba nendeni ng'ombe wataondoka. Tukaenda ng'ombe ndio kwanza wanazidi kuletwa. Kwa sababu sisi hatuna hadhi. Wenye hadhi na mrua Mmasai. Ndio yule mwenye akili timamu na ndio aliyokuchagueni. Yule kachagueni nyewe yule papa. Sasa sisi tuna hadhi gani? Na sisi hatukukupigieni kula. Lazima muone yule wa maana na kusema haondoki. Maana yake sisi tumekuja kuja kushinda pale mwezi wa Ramadhani na njaa kutwa. Tumeshindwa hata kwenda kufuturu, tumeondoka muda mbaya. Tunaambia ng'ombe huyu Masai aondoki. Na kweli tumekuja hapa kwenye mkutano, wakubwa wametoka Kulanga mpaka kuja hapa leo, mambo yale yale, hakuna kilichobadilika. Tunaletewa ng'ombe kama kawaida. Hatulimi mama, hatukoge, hatufui. Tunatishiwa amani kila siku ya kuuliwa na Wamasai. Lakini Masai ndio mwenye hadhi. Sisi tunajulikana na nani? Kwa sababu siku zote simu tunapigwa pale, mashtaka yetu tunawapelekea wale, lakini matekelezo hakuna. Tunawaambia ng'ombe wanarudishwa. Sisi barua tumetuma kwa mkuu wa wilaya, si kweli. Leo kama ikiwa namna gani, kama wametuma kweli barua kupeleka kwa mkuu wa wilaya, watugie nakala ya iliyobaki hapa, barua walotuma kwa mkuu wa wilaya. Hama bwana wa kijiji jirani wamekuja kwa niaba ya mifugo kwamba inawazili, leo wanawakataza kwamba wende wakachangie kijijini kwao. Hawa wanatufanyia mambo ya kinafiki, waongo, na ng'ombe wanawajua kwamba wapo. Wasiseme kwamba ng'ombe eti wanarudishwa kidogo kidogo. Leo chini ya ng'ombe 200 wapo hapo tayari, washakuwepo hapo. Na sisi kulima mpaka sasa hivi kilimo tayari tushakuwa hatuna. Kitongoji chetu kitaingia kwenye njaa. Mimi binafsi tayari mikoroshi nishasimama kufyekea. Ikumbuke kuwa ni mwathirika mkubwa kwenye kero ya ng'ombe. Na nimepunzika siku chache tu baada ya kuja mkuu wa wilaya, na roho inadunda kwenye ya ng'ombe, maana yake najua siku yote nitarudiwa tena. Naliwa vyangu, silipwi. Naliwa vyangu, na dhulumiwa haki zangu. Lakini mkuu wa wilaya amekuja kwenye kijiji hichi, kwenye kata hii ya Kitomondo, akatuahidi kwamba amekuja na kikosi chake mahitaji kitaalamu, task force, kwamba hawa ng'ombe wataondoka, au kampa amri mfugaji kaondoka. Kuto kutekeleza amri ile, na mtu yule bado yupo pale pale anajulikana, ni maana yake ni makusudi kuanzia serikali yetu ya wilaya mpaka hii ya kijiji, ikiwezekana na kata, ikiwa mheshimiwa diwani upo hapo hapo. Wewe hapo nakutambua. Maana yake nyinyi kero zetu mnazitambua. Sisi wananchi kilimo ndio tunategemea. Watoto wote mabalea sasa hivi kuanzia miaka 18 wapo katika pikipiki. Mzee kama mimi ndio nasimama kulima. Leo hii cha kwangu naliwa, alafu mtu anakuja ananiambia anakupa 40,000. Yeye ng'ombe yake mbona anauza kwa bei anayoitaka? Sasa muda huko tuna chombo cha habari. Natambulisha kuwa serikali yetu ya wilaya bado haijakuwa na msaada na sisi. Kwa sababu kila siku tutakuwa tunateseka na ng'ombe. Mwaka wangapi? Mabarua kibao tunayo, makabarasha nyumbani tunajaza. Tumeandaa mafaili kabisa, masanduku. Mkulima kama mimi kila siku natembelea yebo, mimi kiatu kizuri sikitaki. Mimi nataka kiatu kizuri, lakini kutokuwa na udanganyifu wa serikali yetu ya wilaya inatutesa sisi wananchi. Naiomba serikali kuu, ikiwa inawezekana, waziri mwenye wizara yake atusikie. Sisi wananchi wa wilaya Mkuranga, kijiji cha Kiwambo, tunaumia kwa mifugo ya papaa na wenzio waliowekwa na kwa mibavu. Kijiji ambacho hakiwezi kubeba mfugaji, kinawekaje mfugaji? Kuna sehemu ya mfugaji huko.
Mimi changamoto yangu mifugo iondoke. Na bado haitakiwi kuondoka tu, kila siku ipo hapa hapa. Tumeambiwa mkuu wa wilaya kuja hapa kwamba ng'ombe wameondoka. Leo mpaka hii ng'ombe chungu nzima ipo hapo hapo. Inafanya nini? Sisi tunalima wapi? Maeneo yetu sisi tumeweka kufugia. Sasa kama tunasikika kweli serikali yetu kuu, tunaiomba hii mifugo iondoke. Tunavyoelewa au tunavyoambiwa sisi, zamana hata za nchi hata ya dunia wanakuwa wazee. Sasa na sisi swala hili la kuharibiwa mimea yetu kwa ng'ombe, serikali ishashindwa kuhusika. Hiyo tunatakiwa kwanza tujue kulimamiza. Labda leo tuwaulize wazee wetu wanosinzia kwenye mafungu. Sisi ndio tunawasiliwa na pamoja na wao. Labda kama wazee ndio zamana yetu ya nchi, wana wazo gani lile kuhusu kuondoka kwa ng'ombe na serikali ishashindwa kuwaondoa? Wazo hili sasa tulitafute kwa wazee wetu. Serikali ishashindwa kuondoa ng'ombe. Mama mkuu wa wilaya akakaa pale na jeshi lake la polisi na mabomu yalikuwa pale, anaambiwa papa. Lakini leo inasemekana ng'ombe wapo. Katoa kauli zake za mwisho kwa mkuu wa wilaya, ng'ombe leo wapo. Kwa hiyo tukisema tuongee sana tena na serikali, tutaonekana sisi tu kama vile hatujielewi. Wazee wetu kina Mapunda wale pale watupe ushauri, tunafanyaje ng'ombe waondoke? Serikali ishashindwa. Au nyinyi muamini kama serikali ishashindwa? Inashindwa ng'ombe si hayo ng'ombe. Wazee wale pale wanasinzia, tutakishauri kwani. Wanaweza kuwa na dawa wale, kutia kwenye majani, ng'ombe wakipita wanawaka moto wanakimbia wanaondoka. Wanaweza kuwa na dawa wale, ng'ombe akila anakufa, Masai akachukua ng'ombe wake kuondoka. Tunapuputa na serikali tu, wazee wetu wale pale wachangie kwenye swala la ng'ombe. Nyinyi mnakubali tu. Kwa nini Mapunda achangie kwenye swala la ng'ombe? Tupate mchango wa wazee, tufanye nini ng'ombe waondoke?